Sarai, unatoka wapi nao unakwenda wapi? Akanena, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake. Malaika wa Bwana akamwambia, hakika nitauzidisha uzao wako, wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi. Malaika wa Bwana akamwambia, tazama, wewe una mimba, utazaa mwana wa kiume. Achia tu hapo. Hii ni habari kwenye Biblia ambayo inamhusu mtu mmoja anaitwa Hajiri. Hajiri alikuwa ni kijakazi wa Ibrahimu kwa mke wake ambaye ni Sara. Biblia inasema ya kwamba wakati Sara amekaa miaka mingi hajapata mtoto, Sara akamshawishi Ibrahimu kutembea na mfanyakazi wake wa ndani. Biblia inasema kwamba Hajiri baada ya kutembea na mzee Ibrahimu akapata ujauzito. Lakini baada ya Hajiri kugundua kwamba ana ujauzito, Biblia inasema kwamba akaanza kumsimanga yule mama. Na yule mama kwa sababu ndo alikuwa bi mkubwa, ikabidi ampe mateso ambayo kwa akili za kibinadamu Hajiri ilikuwa ngumu, amefika shingoni. Yule mama ikabidi akimbie nje ya nyumba au nje ya makazi aliyokuwa anakaa. Biblia inasema kwamba wakati akiwa mbali kwenye changamoto aliyokuwa nazo, malaika wa Bwana anamtokea. Huyu malaika hakumwepusha na yale majaribu, lakini Biblia inasema kwamba alimwambia kwamba arudi. Nimesema kwamba ndani ya majaribu kuna nini? Ndani ya jaribu kuna muujiza. Tunaona kwamba malaika wa Bwana hakumwambia kwamba Hajiri, sasa kuna nyumba nyingine nitakupeleka au nenda nje ya huu mji. Hapana, alimwambia kwamba rudi ukanyenyekee. Tunaona kwamba kuna vitu ambavyo Mungu anamwahidi nani? Anamwahidi Hajiri baada ya mateso hayo. Ndani ya jaribu kuna nini? Kuna muujiza wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa? Hebu rudi hapo mstari wa mwisho uliomalizia kidogo. Malaika wa Bwana, anzia kwa malaika wa Bwana. Mtu mmoja hajaelewa. Malaika wa Bwana akamwambia. Malaika wa Bwana akamwambia, hakika nitauzidisha uzao wako. Ingia juu, anzia juu kidogo. Malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako. Rudi kwa bibi yako. Ukanyenyekee chini ya mikono yake. Ukanyenyekee chini ya mikono yake. Yaani Mungu hamtoi Hajiri kwenye majaribu, bali anamrudisha kwenye nini? Kwenye majaribu. Ndani ya jaribu lako kuna muujiza. Lakini kitu ambacho